khutba yetu ya leo kwa inwan kutunga na kuiga ni mbalimbali. Kutunga na kuiga ni mbalimbali. Sikiliza vizuri sana. Kwa nini khutba kwa maudhui haya? Kutunga maana yake ni nini? Kutunga inaleta maana kulingamana na hizi karina zinazotoka nyuma. Maneno yanayotoka nyuma yatakupa maana. Kutunga hapa kumesimama kwenye maana kadhaa. Maana kuna kutunga vitabu, kuna kutunga mashairi, kuna kutunga maneno kumtungia mtu. Sasa la kutunga litatupa maana itokavo nyuma kwa ile picture itakaotupa. Kuna kumtungia mtu. Kumtungia mtu haingii maana isipokuwa huja maana yoyote. Kumtungia mtu mashairi, kumtungia mtu kwa maana kumzulia mtu, kumzushia mtu. Mafahamu? Kisha kuna na kuiga. Kuiga sisi pia hukacha ili neno kusema kuiga ama kutaba kikwetu. Sasa kuna kumuigia mtu kwa mema na kumuigia mtu kwa sio kwa mema, na kuna kumuigia mtu kwa maovu. Kana mfano Waislamu kuiga kutaba wasokuwa Waislamu minal yahudi wan nasara, huko huitwa kuiga. Mafhumu? Sasa kuna kuiga wema walotutangulia salafu na saleh, ukawaiga kwa mema yao, pia huitwa kuiga. Kwa nini lakini khutba kwa maudhui haya? Hii khutba imeungana na khutba ya Ijumaa iliyopita kusema sunna ni jambo la kweli. Tulianza khutba kwa unwani hii, sunna ni jambo la kweli. Kwa hivyo ikiwa sunna ni jambo la kweli, inatumaanisha si nini? Ni urefu. Sunna ni jambo la kweli, kwa hivyo inataka wanasuna wawe wa kweli. Safi hapo? Sunna ni jambo la kweli, wanasuna lazima wawe wa kweli. Hiyo ni khutba imepita, silsila inaenda. Ikhwata al-iman, ala al-insani fi hadhihi al-hayat, ni juu ya mwanadamu katika maisha haya. Sikiliza vizuri sana. Ni juu ya mwanadamu katika maisha haya ya dunia. Wa fi hadhihi al-hayat, na katika uhai huu tulionao, na katika hii safari yetu tunaosafiri katika maisha, an yumayyiza baina as-salimi wal marid, apambanue, achachue kati ya salim, kitu kizima, as-salim, wal marid, na apambanue na kitu ambacho si kizima, kigonjwa. Wa baina as-salih wat-talih, na baina kitu ambacho ni as-salih, kitu kizuri chenye kunufaisha. Wat-talih, apambanue na kitu ambacho si kizuri, kiovu. Juu ya mwanadamu apambanue hayo. Kisha isitoshe, hayo ya kupambanua as-salimu wal maridhu, kitu salama kizima na kitu kigonjwa, na kupambanua kitu kizuri na kisichokuwa kizuri, kwa misingi gani? Intabi. Wa yakunu dhalika bi ma'rifati al-haqq, hilo linakuwa kwa kuijua haki. Ukijua haki utapambanua kizima na kiovu. Ukijua haki utapambanua ugonjwa na uzima, na mgonjwa na mzima. Intabi. Thumma, kisha ulama wasema
maarifati ashabil haqi, kuwajua watu wa haki. Uijue haki, ujue na watu wa haki. Lazima lipambanuke hilo, na hili la kubadilika kiakili na kidalili. Wewe wapambanua chumvi na sukari, wapambanua mto na bahari. Tui hulitia kwenye mpunga, maziwa hutia kwenye maji ikawa chai. Tui hupiki chai, wala maziwa hupiki wali, isipokuwa wakulima ikiwa wamekwenda kupisa huko wataka kijojo. Kijojo utakipika kwa utapika kwa maziwa, lakini kanunia, kikanuni, hutukui chumvi ukalichia kwenye ukaandikia chai. Tena sikuahidi hachunwi chai yako, na hutukui maziwa ka intabi. Upambanuzi. Sasa ukijua haki utawajua watu wa haki. Fa idha arafta alhaqa, ukijua haki, satarifu ashab alhaqi, utawajua watu wa haki. Sikuchunga mimi. Yaqulu ulama, ulama wasemaje? Na nukuu, lilbahri maddun wa zajrun, bahari na kuyaa na kufuma kikwetu. Bahari huingia maji yakafura, na bahari hufikia wakati yakatoka kukawa kukavu. Kuyaa huwezi kukuicha kufuma, na kufuma huwezi kukuicha kuyaa. Si yangu, maskini ya Mungu. Walilqamari naqsun wa kamalun, na mwezi unakupungua unanakukamilika. Huwezi ukamilifu wa mwezi ukaicha ndio upungufu, wala upungufu wa mwezi ukaicha ndio ukamilifu. Pengine kwa kuwa umepata mabadi ya kusoma kivyovote alivyokujalia Mwenyezi Mungu. Mbona Mungu katika Qur'an asema waman nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq? Mbona watungaji usema likulli shay'in idha ma tamma nuqsanun fala yaghurrannaka bitibil aishi insanun? Huu beiti wa kwanza. Mbona wasema likulli shay'in idha ma tamma nuqsan? Ni kweli kila kitu kikitimia huanza kupungua, lakini kilipotimia kimetimia, hukiichi huichi ni upungufu mpaka uanze. Na ukisema wamannu amirhu, pale anapokoma mwanadamu kiumbile kwa kupata ile taamiri ya kisawasawa, ile taamiri usemi kwamba kwa ni upungufu, ni uanzapo ukumbufu. Si tunaelewana jamani? Toib, mwezi ukitimia umetimia, huwezi kusema umepungua, na ukikatika kipande kupungua huwezi kusema umekamilika. Hii ndio inaitwa tamiyizi ya Muislamu ifaao kwake kumaizi mambo. Ukimaizi mambo, mambo huenda sawa. Ukitomaizi mambo ni iltibas baina alhaqi walbatil, mara watu watatatazika, hawajui mwelekeo ni upi, kama ambavyo hatukupewa sisi ramani ya kutoka mbinguni inaoitwa ramani hii ya Qur'ani tukufu, ilosifiwa na ulama wetu ni kitabu cha kuongoa. Mwenye kutaka kuongoka kwa isiyo kwa Qur'ani haongoki. Ni kitabu cha mafanikio. Mwenye kutaka mafanikio kwa isiyo kwa Qur'ani hafanikiwi. Kumaizi mambo ndiko huchengeza mambo. Mungu aliposema wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, limadha khatama Allah tabaraka wa ta'ala biqawlihi wa antum ta'lamun? Hii wa antum ta'lamun ni kwa kuwa mwajua kupambanua cha sawa na kisichokuwa cha sawa. Wa antum ta'lamun. Na hapa aya imefunga baada qawlihi tabaraka wa ta'ala wala talbisul haqqa bil batil.
ni kwa kuwa batili si haki na haki si batili. Wa antum ta'lamun, ni upambanufu, mwalijua hilo, kwa sababu muislamu anatakiwa awe na upambanufu, tamyiz kati ya mambo. Ndipo tukamnukuu wanavyuoni kusema hivyo, kisha kusema wadizamani saifun wa shitao, na katika zama pana kusi na kaskazi. Kusi huichi kaskazi, wala kaskazi huichi kusi, na ninyi hilo mwalijua. Hivi sasa waweza kunambia amechacha kaskazi, kaskazi mkali kweli kweli. Hizi hali ambazo zimebadilika, na bado hajaingia kusi atakiwavo. Kusi kiingia itakiwavo, pengine hata wachuva albadiri wataandika albadiri voice nye tena ili wapate kufanya kazi. Hayo hayati kudarwa, kwa sababu bado tuaishi. Nishati tupeane mielekeo ya akida sahihi ya kuweza kupambanua cha sawa na kisichokuwa cha sawa. Taib, amma alhaq, umeipata hii point? Hawa ulama sema bahari inakuyana kufuma, mwezi unakukamilika na kupungua, na wakati unakusi na kaskazi. Amma alhaqu, intabih, amma haki, fala yahulu, haki haigeuki, wala yazulu, haki haiondoki, wala yataghayyaru, wala haki haitaghayari, kwa maana haki haibadiliki. Tayib, haki ni haki, haibadiliki, ni haki tu. Yaqulu ulamauna, ulama wetu wasema alhaqu was-sarahatu fadailun tukhallisuka sur'atan mimman yad'una annahum a'azzu asdiqaika. Ya salam, wana maneno ya kina ya ulama. Asema alhaqu was-saraha, haki siku zote na uwazi. Kusema haki na haki yako ukaisema kwa uwazi, hili ni la haki wazi wazi ukalisema, fadhailun, hani katika mambo bora. Inaleta natija gani? Tukhallisuka sur'atan, inakutakasa wewe kwa haraka sana. Kukutakasa na nini na nani? Mimman yad'una, kukutakasa na wale wanaodai annahum a'azzu asdiqaika, kwamba wao ndio wenye ezi katika marafiki zako, ni marafiki azizi kabisa. Ala, unjue rafiki yako aziz kwenye mambo mawili, alhaqu wasaraha, haki na uwazi. Ni kweli, angalia utesi mkubwa waweza kuupata kwa kumwambia mtu la haki. Balaa kubwa waweza kuzipata kwa kumpa mtu uwazi, kwambia haya uwazi ni kadhaa ni kadhaa ni kadhaa ni kadhaa ni kadhaa. Na mtu kuambiwa la haki, mtu kuambiwa la haki huwa hakutukanwa, huwa waelekezwa haki. Kutukane kinini kwa sababu ya haki? Kukwambia haki ni hii, hiyo ni batili. Lakini angalia pale Mtume aliposema sema haki japokuwa ni utungu. Maneno ya Mtume shati tuwafikirieni, yana mafunzo katika safari ya maisha yetu. Kwa nasema sema haki japokuwa ni utungu, lajulikana ni utungu mtu kuambiwa ukweli, maana pengine ulilolishika ndiyo hobi yako na sila sawa. Mafhumu? Hivi tanchambalia simba wenda ukantoi nofu la swara, subutu? Si simba tu, hata mimi hunitoi mashakiki nimeachia katika ndomo. Mkinaya kila mtu afahamu, penye maslahi mtu uko tayari hata kutoka roho yake. Kwenye maslahi mtu haweza kuiweka dini yake kando, na usisikie usishike. Kwingi ni maslahi kwenye akhiri zaman kuliko ukweli wa kidini.
ndio asiyotakiwa, na tutaenda nao haya ila akhiri lahdhatin min hayatina, mpaka kipindi chetu cha mwisho cha kufa. Sikia vizuri sana. Wataka kumjua rafiki yako, mwambie la usawa. Atakata, pengine ni rafiki yako Muislamu lakini hansujudi Mungu, wewe waswali, mwambie hapo, hebu basi twende jaribu, astaghfirullah, mwambie hebu jaribu tu nawe onge msikitini. Kubwa atakwambia swali wewe ipate pepo. Hasemi mtume kulil haqqa walau kana murra, mpaka alorehemewa na Mungu, mwambie la kweli saraha, akwambia asante sana, jazakallahu khairan, umeniokoa. طيب. ورحم الله الخطيب البغدادي حيث ذكر ذلك. Mungu amrehemu al-Imam al-Khatib al-Baghdadi aliposema hivi kwa kiapo, waimullah, ni kiapo iko, inna ar-rujua ila al-haqqi khairun min at-tamadi fi al-batil, mtu kuamua kufanya maamuzi ya kurudi kwenye usawa wa haki ni bora kuliko mtu kudumu na kuendelea kwenye batili. Batili zina mwisho, haki ndiyo yenye kudumu. Kwa nini batili zina mwisho wake, haki ndiyo yenye kudumu? Kwa sababu haki ni haki moja katika majina ya Mwenyezi Mungu, Allahu huwal haqqul mubin. Soma aya katika suratul Nur ile inayosema innal ladhina yarmuna almuhsanati almu'minati alghafilati, mpaka mwisho watasema kesho yaumul qiyama Mwenyezi Mungu subhanahu yaumaidhin yuwaffihimullahu dinahumul haq, siku hiyo Mungu atawalipa malipo yao ya haki. Venye kulipwa, wayalamuna, wenye kulipwa watajua, anna Allah, kwamba yeye Mungu huwa, kwa taukidi za kihakika, mwenye kulipwa atajua anna Allah huwal haqqul mubin, kwamba Allah ni haki iliyo wazi. Fallahu huwal haq, Mungu ni haki, na mwenye kupinga haki huwa anampinga Mungu. Tayib. Sasa baada kusema waimullahi inna ar-rujua ila al-haqqi khairun min at-tamadi fi al-batili, ndipo Umar radhiyallahu anhu akaandika barua ila Abi Musa al-Ash'ari. Umar aliandika barua kumpelekea Abi Musa al-Ash'ari. Sikiliza barua na inukuu. Amwambiaje? la yamna'annaka qada'un qadaita fi, isikuzuie wewe qadha, kesi uliyohukumu, qadaita fihi, faraja'ta fihi ra'yaka, fikra yako kisha ikairudi ile hukumu uliyotoa, ukaiona hii hukumu na irudi na unasia sawa. Sikilizeni maandiko ya vitabu vyetu, na sisi ndio waislamu wastahiki wa hivyo vitabu tunavyofafanuliwa na mashaka zetu. Fahadaita fihi, ukapata mwongozo, ukaongoka kwenye hiyo kadhaa uliyohukumu, lirushdika, kwenye uongofu wako, kwa ndivyo hukumu sivyo, nimepata miangaza ndivyo ni hivi. Tayib. Anturaji'a fihi alhaqa, ukapata miongozo ya kurudi kwenye la sawa kabisa, waambiwa basi rudi kwenye la sawa. Limadha? Fa innal haqqa qadimun la yubtiluhu shay, haki ni ya zamani, haibatilishwi na kitu. Haki iliyothubutu ni ya kale, haibatilishi na kitu. Wa muraja'atul haqqi khairun min at-tamadi fi al-batil, na kurudi kwenye haki ni bora kuliko mtu kudumu na kuendelea kwenye batili. Haya yako katika Alamul Muwaqqi'in, juzu ya kwanza, safha 30, kitabu kikubwa cha mwanafunzi mkubwa ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ambaye ni Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Uzuri ni mtu kurudi katika haki kwa kumaizi mambo yalivyo yendavyo. Intabi. Yaqulu ulama wetu wasema, la yasbahu al-khata'u ala wajhi al-haqqi haqqan. Ni maandiko haya.
halivi kosa mbele ya haki kuwa ni haki. Kosa mbele ya haki haliwi ni haki, bisababi tadha'uf al-intishar, kwa sababu ya kuzidi kuenea lile la batili. Wala tasbahu al-haqiqatu khata'a, na uhakika haubadili kwa kosa. Lialla ahadan yaraha, kwa kuwa hakuna anaoona. Watu wameipofoa mato kwa kuona ya sawa. Kwa hivyo ikiwa watu wamepofoka mato, na sikupofoka kihakika, kuipofoa kwa kutoiona haki, haibadili ikawa ni batili, itabaki kuwa ni haki pale pale. Toi, haibadili batili ikawa haki hakika. Haki ni haki hakika na batili ni batili. Kwa hivyo zuia hapa, mimi sitaki kuondoka hapa. Twendeni ni mikao tu, na twendeni ni magrupu tu, lakini si kwa kuwa watu hawaijui haki. Watu waijua haki huvaa wakikwetu waambiwapo la haki. Tayib, yaqulu ulama inna ta'yida an-nasi laka ala batilin. Situnao sisi kuwa sasa tatuacha mkono watuangusha kwenye batili, watuangusha. Tunao hayo kimaandiko. Akwambia inna ta'yida an-nasi laka, watu kukuaidi wewe kwa lako, ala batilin, kukuaidi kwa batili, la yani tahawul al-batil ila al-haq, haimaanishi kugeuka batili kwenda kwenye haki, kwa ile batili imekuwa ni haki. Wala yani tahawul al-khata' ila sawabin, wala haimaanishi kosa kugeuka kuwa ni sawa. Falbatilu batilun walau ayyadahu an-nasu ajma'un, batili ni batili hata kama itaaidiwa kutiliwa nguvu na watu wote. Waqatalu min ajlihi, wakapigana vita kwa sababu ya batili. Wal haqqu haqqun walau khadhalahu an-nasu ajma'un, na haki ni haki hata kama itadhiliwa na watu wote. Waharabuhu, tena wakaipiga vita ile haki. Innal haqqa wal batil, hakika haki na batili, yu'rafani bil adillati min alkitabi was sunna, hujulikana haki na batili kwa dalili za Qur'ani na sunna thabita sahiha. La bikathrati aswati almuayyidin, si kwa wingi wa sauti wa wenye kuaidi, wala si kwa wingi wa sauti wa wenye kutilia nguvu. Wengi hutilia nguvu batili, haigeuki kawa haki, lijulikane hilo. Namnukuu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, sikia anasemaje: idhaharu al-batil fi surati al-haqq, kuidhihirisha batili kwa picha ya haki. Si yako hayo jamani? Yani jambo la batili ukalidhihirisha, ukalitoa kwa watu kwa sura za haki, watu wakiona waone tu kwamba kwa hii ni haki. Asemaje Ibn al-Qayyim? Idhaharu al-batil, kudhihirisha batili, fi surati al-haqq, kwenye picha ya haki, watu waone ni haki. Nau jahali, ni sampuli hiyo katika ujahili. Ni maandiko, ni sampuli katika ujahili. Yujibu i'tiqad al-fasidi sahihan, inaowajibisha mtu kuitakidi kilichoharibika kuwa ni sahihi. Hichi kimeharibika useme kwamba kuwa ni sahihi. Waradi jayidan, na kile kitu kichafu kibaya kiwe kinaonekana ni kizuri. Ni nini sababu kweli mpaka mtu awe na bidii kuleta batili kwa sura za haki, ili watu waione ni haki na kumbe ni batili? Intabi wa sababuhu, na sababu yake, ujudu shubhatin aujabat dhalika, ni kupatikana shubha ilowajibisha hilo. Siku zote mtu wa shubha ataleta matatizo, kwa sababu mtu wa shubha huwa hana maamuzi. Na fiqhi yetu ya Kiislamu imetoa maamuzi.
maamuzi ni yapi? Ukifungua vitabu vya fiqh vinakwambia kuwa shaka siku zote huondoshwa kwa nini? Kwa yakini. Vitabu mabadi zile uanzilishi wa somo la fiqh kwambia siku zote shaka huondoshwa kwa yakini. Kwa hivyo uzoeshe moyo wako uyakini. Ukiuzoesha moyo wako uyakini, umeuzoesha moyo wako uhakika. Shaka zikikuingilia, Rasulul Mustafa amekwambia hata lenye shaka ufanye lisilokuwa na shaka. Hatujaziona tu hizo barabara sisi, achi mpaka leo twenda makaburini bado tu tumebeba magunia ya shaka tu, shaka. Hakuna cha kuondosha shaka. Kitabu kimesifiwa dhalikal kitabu la raiba fi. Ikiwa ni kitabu la raiba fi, isimame vipi shaka popote kwa lolote kwa mtu yoyote na kiko chenye kuondosha shaka? Hapana, ni makusudi. Kwa sababu pendo letu sisi ni mikao isivundike. Hebu tuwe ni kweli kwa hapo kabla hatuyafa. Maana huthubutu ya haki kukatoka ubaranganya likabaki lile ikafanya ile kubati, au sivyo jamani? Sitaki kurudia, mifano ni mingi, isiyo ikachone savacho. Safi, isiyo ikachone savacho au ndare kidogo kwenye mengi tu. Kwa hili lithubutu vipi kukachaliwe kwa kuthubutu muonekano wa mwezi na watu wabane hapo, si hayo ongwana, si hayo. Ndio kuambia hata tusiguse tukachonesa wengi. Kwa nini? Ikiwa kina fulani walivona ndivyo venye full light za matrela full light utaona kila kitu. Sisi hachuvoni kwa uzuri kwa sababu za sukari. Hebu tuwe ni wa kweli. Nini ni haya yasiyotakiwa? La sawa twajua ni la sawa, hatutaki tu kisha na hatutaki kuambiwa. Hawa watu siku zote mpaka kushambulia tu, mpaka kutoke na tuwaaminio aseme kuwa mpaka lini. Subhanallah, hizi khutba zitakuwa silsila. Haki ya Mungu tena, hiya khutba itakofuata ni kwamba watu wa haki yapasa wajue. Tumefahamiana? Maana sasa huona watu tu damani tu shekh, hugongewa tu mpaka idauli simame. Na ni jahazi ya sunna hiyo iliyoitwa Safina Nuh na Imamu Malik, na mwenye kulipanda jahazi la sunna ataokoka. Na ukiata kupanda jahazi la sunna utadhama na upachi bandari. Lakini iseme bid'a siku zote hawa nao bid'a. Kuna mengi ya kufanywa, kuna kulea mayatima, kuna kujenga majumba ya mayatima, kuna kulipia watu mavi, kuna kuchangia watu, kupeleka watu India. Hayo yote kufanyika kwake mpaka mtu anyamaze kimya akiliona la bid'a siseme twenda sivyo pia miongoni mwetu. Sasa gea zikizidi ya kulegeza tutaharibu mambo. Mimi nimenukuu mmoja mpaka lini sasa nyinyi mtakuwa hamuati tu ya bid'a hivi? Waniuliza mimi, hujaliona lolote lingine ambalo nanifanya isipokuwa? Hapana, hivi kweli yasifanya lolote mimi. Yani hunena mambo ya bid'a tu, hunena mambo ya bid'a. Lakini okay, sawa hivyo nena. Kwa nini mbona bid'a tu? Kwa nini na siku zote na nini uzushi tu? Sasa siku zote ni uzushi tu na siku zote kutanena. Na kuna maandiko ambayo yatafuata katika khutba inayofuata. Hii ni masala ya kutoa upepo, tena kutoa upepo sana, mara kuje kuwe hachuchachukiwi. Hawa ni vipi? Lakini hayo tutanukuu ili usione kwamba yametoka kwa kichwa changu. Tumalize khutba kwa neno la Ibn al-Qayyim. Idhaharu al-batil fi surati al-haqq naw'u jahlin. Kudhihirisha batili kwa picture ya haki sampuli ya ujinga. Yujibu i'tiqad al-fasid sahihan.
huwajibisha kuitakidi kisichokuwa kizima kukifanya ni kizima. Waradhi'a jayidan, na kile kichafu ukakifanya ni kizuri. Tumsome Mtume alipopita kwenye mwanabiashara, magunia ameajaza juu chakula safi kabisa cha kuvutia, akasimama akaweka mkono wake chini, mkono ukawa unaroweka, akiangalia ni muozo mtupu. Yako ni maandiko hayo, si masala kwani ya kina Bahero. Hizi chuki tuzipunguzeni ama tuziacheni. Alipotoa mkono Mtume alisemaje? Alisema, kwa nini usimueleze muuzaji? Kwa kuwa juu huku nkurambisha tu picha kuvutia, kisha ukipima ni muozo tu. Ungelimwambia muuzaji akawa na khiari na nguvu zake, akitaka anunua, asipotaka aziachilie mbali. Huu ndio sawa. Lakini hapa kivuta hii picha kwa hotuba yetu ina maana gani hapa? Ina maana umaizi mambo. Hii ndio dini. Dini si mujarrad ya kumaliza kuswali tu. Dini ni kumwambia hapa kuna huu muozo, atende zimekaa paka zimefanya vumbi, lakini kuna na hiki kizuri. Khiari yangu mwenyewe, kwa nini lazima? Hata kama ndugu wangu baba mmoja msitaki kununua kitu kwako, nisitaki, ni khiari yangu, wala sipati dhambi kwa Mungu. Lakini hatuna usawa kwa namna hiyo. Hatuna usawa kabisa. Eti useme huu ni muozo ili umuate khiari mnunuaji, hamna. Ndipo ukaona usubuhi ukienda kwenye nyumba za mahamri, samahani sikuja kuwafundia biashara zenu, takutilia jana 5 yalorudishwa kwenye karai. Ukilitia kwenye ndomo lile hamri lenyewe kwambia ndayana shauri yako, utalitema mwenyewe. Dini hiyo potele mbali, hatutahata kwa neno hayo. Hai, hilo ni hamri. Ulisikia lini kiazi kuregeshwa tena kwenye karai? Salala, kuna uhuni Kenya hii. Huu ni uhuni tu wa kibiashara. Ukitukua kitu cha jana ukikirudisha tena ni uhuni. Sasa ukichangaza ndivyo ndivyo Bahero, ndivyo ndivyo. Hutonipa viazi vya juzi umeziregesha tena karaini, kila kikichomeka kwa mafuta huzidi kuwa shaba chuma. Taka kuchuvunda na menyo tusile tena. Dini hiyo? Hapana. Dini ifanywe dini, na sio kwa dini isifanywe dini. Sasa ukisema ndivyo alivyo ndivyo ndivyo, takuva hivi hivi mpaka niondoke katika dunia. Haki iwe ni haki, batili iwe ni batili. Tumalize. Ibn al-Qayyim asema, wa inna ma yadkhulu iblisu ala nasi, ibilisi huingia kwa watu biqadri ma yumkinuhu, kwa kiasi anavyoweza. Wa yazidu tamakkunuhum minhum, ibilisi huzidi kumakinika kwa watu ala miqdari tafattunihim, kwa kiasi cha werevu wao, wa ghaflatihim, na kughafilika kwake. Namna mtu atakavyokuwa mwerevu ndio ibilisi una hatari ya kumkurubia, na namna mtu liwe ni mughafal, mtu akughafilika, ndio usahadi kwa ibilisi. Wa jahalatihim, na ujinga wao, wa ilmihim, na elimu yao. Namna ibilisi akikuona una ujinga fulani katika kuelewa, ni barabara sahihi na sahali yako kuingia. Na namna utakavyokuwa na elimu, utajaribiwa, imma utaokotwa na imma elimu litakusaidia. Talbisu iblis li Ibn al-Jawzi. Haya, man tadabbara al-Qur'an, mwenye kuizingatia Qur'ani, talib al-huda, ukaizingatia Qur'ani lengo wataka uongofu. Kwa hiyo Qur'ani intabi tabayyana lahu tariqul huda wa tariqal huda, itambainikia mtu barabara ya haki. Yani ukaisoma Qur'ani lengo lako wataka uongofu, wallahi utaongoka katika Qur'ani. Wayaqulu ulama kitmanu alhaqi, kuificha haki, inda hajati nasi ilayhi, wakati watu wana dharura kuitaka haki, min a'zami dhulmi, ni katika dhuluma kubwa sana. Dhulma kubwa sana, haja ya watu kuitaka haki na ukaona wafichia haki kwa sababu ya maslahi yako. Wakatimul haqi, sikia wanavyoona, wakatimul haqi, na mwenye kuificha haki, fi hukmi qailil batili, anapewa hukumu ya mwenye kuizungumza batili. Lakini man khashiya ghaira Allah,
yoyote mwenye kumuogopa asiyekuwa Mungu, wale wanaoogopa asiyekuwa Mungu, sakata anil haqi, siku zote hunyamazia haki. Wasakitu anil haqi shaytanun akhras, na mwenye kunyamazia haki ni shetani bubu. Jaa fi ar-riwayat, zimekuja katika riwaya ya mwisho hiyo. Inasemaje hii riwaya? Inasema idha dhaharatil bid'u, bid'a zikidhihiri, na huwezi kunambia bid'a hazijadhihiri, hoea siku hizi bid'a, na kila siku zikenda kila mtu ana jaribio lake katika kumzusia mtume. Sasa nakala zinasema za riwaya, idha dhaharatil bid'u fi ummati, bid'a zikizidi katika umma wangu, falyudhhiril alimu ilmahu, msomi abainishe usomi wake, mwanachuoni aeleze usomi wake. Faman lam yaf'al, asipofanya, fa alayhi la'natullah, huyo atakuwa na laana Mwenyezi Mungu, na hatuzitaki laana za Mwenyezi Mungu. Lidhalika hapa tarudi hapa, unaambieje mimi na mimi mwenzako wapenzi wa sunna, uniambie kwamba kuwa waacha sasa bwana, tumezungumza sana hayo, tumezungumza sana hayo, yako ya kufanywa, ya kufanywa yako mengi hufanywa, na likidhihiri la kuharibiwa katika dini ni mtu kusimama kulifanyaje. Mambo ni mengi, lakini inshallah tukome hapa, na visa ni vingi vya kuthibitisha hivyo. Mmoja anambia mimi, siku moja Mwarabu mmoja amekuja kwenye msikiti wangu pale, akatoa mawaidha, lakini amekuja na kipande kizi cha gari, kipande kizi cha gari. Wallahi katika kuondoka kwake akikanyaga ile, akikanyaga akiata shekhe salala uko airport, gari la kihakika kikweli. Si alikuja Muislamu, nasema ya ukweli, nsife kafanya khiana. Anambia shekhe, na kuomba umuulize huyu Mwarabu Saudi kwa msikiti mwangu, muulize amenunua gari kama hili, na likuwa ni gari shekhe la kihakika, pengine ile gari karibu milioni 20-40, kuna maskini wangapi, kuna vitu vingapi? Kamwambia takuulizia kwa sharti. Kivipi? Kaambia kimuuliza, ya Arabi, ana uridu an as'alaka su'alan niyabatan an hadha ar-rajul, hadha ar-rajulu yas'aluka biwasitati kadha kadha kadha. Ha, kama ni hivyo acha hivyo hivyo. Ala, kama ni hivyo tumwatie gari lake. Hasidi hasudi, linalotua sisi mahsidi, akiwa na gari hata la milioni 100 limenkinga yeye asifanye mengine. Wacho wana pesa, sisi wenye vidururu vichachu kitaka kuharikisha. Mtu aweza akawa na ndinga la milioni 40, lakini na miradi yote ya Kiislamu akawa anafanya. Kaambia muulize Hasidi, handa kamuulize, muulize kwa nini kununua gari lote hilo na kuna mambo mengi ya kufanya. Haya ndio haya sasa yaje, nyinyi kuna mambo mengi ya kufanywa, sasa ni bid'a, ateni bid'a. Na hata mathalan ikinyamaza kusizungumzwe tena bid'a, ndio kutajengwa misikiti nini mambo, hapana. Hili na hili, kila jambo lifanywe. Tumeletwa hapa ni mtihani, na mwenye kufaulu katika mtihani ni mtu kuwa khalisan lillahi tabaraka wa taala fima ya'malu. Tuweni mukhlisina, na kuna masala kulegeza sana kwa sababu ya shitaha nyingi. Shitaha ziko, heshima ziko, tuheshimianeni, lakini pahala pakijandini iwe ni dini. Biidhnillah alkarim, tutakuja kwenye khutba wa haki wajue mbele ya safari. Nilikuwa niwe na muhadhara baada al-maghrib, sitakuwa nao muhadhara. Kwa nini? Imelazimika nirudi kwa sababu kesho tuna hafla ndogo ya kuwapa wanafunzi wetu zawadi walohitimu, na leo kazi ilikuwa nyingi, lakini sikutaka kutoa udhuru kwa kuwa nimepea kipindi. Lakini inshallah tusharudi kwenye system akipenda Mwenyezi Mungu. Kila mwisho wa mwezi Mwenyezi Mungu akituweka hai na uzima na mauti ndio hayo yaje kwa khairi, atupe na hatima njema. Tukimaliza khutba yetu tutakwenda kwenye muhadhara. Pengine kwenye khutba kutakuwa tumegusa mambo hayakupata upanofu, baada al-maghrib tutayakundua biidhnillah al-karim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu faya fawza al-mustaghfirin wa ya najat at-taibin. astaghfirullah. alhamdulillahi rabbil alamin
وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واجعلنا من الشاكرين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.